Hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Jukwaa la kitabu cha Xi Jinping kuhusu utawala wa China lafanyika Nairobi. Wanasayansi wa China wafichua siri ya udongo wa kubana kwenye upande wa mbali wa mwezi. Roboti wa kusimamia trafiki anza kazi katika mkoa wa Zhejiang nchini China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Jukwaa kuhusu toleo la Kiingereza la kitabu cha 5 cha Xi Jinping, utawala wa China, limefanyika jijini Nairobi, Kenya Jumatatu likihudhuriwa na washiriki takriban 200. Jukwaa la China Kenya Readers Forum kuhusu kitabu hicho liliandaliwa kwa ushirikiano kati ya ofisi ya habari ya Baraza la Jimbo la China, China International Communications Group na ubalozi wa China nchini Kenya. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Akizungumza katika jukwaa hili, Hassan Omar Hassan, katibu mkuu wa chama cha United Democratic Alliance UDA cha Kenya, amesema kwamba kitabu cha 5 cha Xi Jinping, utawala wa China, kinaweka msingi wa mabadiliko ya kijamii na kiuchumi duniani kote. Mao Gaoyi, naibu kiongozi wa idara ya uenezi ya chama cha kikomunisti cha China na mkurugenzi wa ofisi ya habari ya Baraza la Jimbo, alisema kwamba vitabu vyote 5 vya Xi Jinping, utawala wa China, vinaonyesha mafanikio ya kihistoria, njia ya maendeleo na sifa za kipekee za mchakato wa China katika zama za leo. Aliongeza kwamba mfululizo huu wa vitabu pia unatoa maarifa na mbinu muhimu kwa nchi za Global South zinazotaka kufuata mchakato wao wa kisasa. Mo alisema kwamba China iko tayari kuimarisha umoja na ushirikiano na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na Kenya, ili kuendeleza pamoja mipango mikuu ya kimataifa, kukuza ushirikiano wa ukanda moja na njia moja BRI, na kutekeleza hatua 10 za ushirikiano wa maendeleo ya kisasa. Aliongeza kwamba maendeleo ya China katika mchakato wake wa kisasa yataendelea kuunda fursa mpya kwa mataifa ya Afrika, huku pande zote mbili zikishirikiana kuandika sura mpya ya ujenzi wa jumuiya ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja kwa zama mpya. William Kabogo Gitau, katibu wa baraza la mawaziri wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Kidijitali wa Kenya, alisema jukwaa hili ni muhimu katika kumsaidia msomaji wa Kenya kuelewa kikamilifu kiini cha fikra za Xi Jinping kuhusu ujamaa wenye sifa za Kichina kwa zama mpya na kuimarisha uelewa wao juu ya matokeo halisi ya kisasa ya China na umuhimu wake kote duniani. Aliongeza kwamba Kenya inatamani kupata mwanga juu ya njia ya China ya kisasa kupitia kitabu hiki, huku taifa hilo la Afrika Mashariki likitafuta kukuza ubadilishanaji kati ya wasomi, waandishi wa habari na waandishi kutoka China. Katika hafla hii, upande wa China uliwapa wageni wa kigeni nakala za toleo la Kiingereza la kitabu cha 5 cha Xi Jinping, utawala wa China. Wataalamu na wasomi waliokuwa wakihudhuria walibadilishana mawazo na kujadili mada mbalimbali, ikiwemo uzoefu wa usimamizi kati ya China na Kenya, mpango wa ukanda moja na njia moja, ushirikiano wa China na Afrika, kupunguza umaskini na ubadilishanaji wa tamaduni mbalimbali. Wanasayansi wa China wamefanikiwa kufichua siri ya udongo wa mwezi unaoshikamana sana uliokusanywa na misheni ya Chang'e 6 kutoka upande wa mbali wa mwezi. Jacob Mogoa na maelezo zaidi. Udongo huu unaoshikamana na kuunda vikundi unatofautiana sana na sampuli zilizokusanywa upande wa karibu wa mwezi, na umewavutia wanasayansi tangu Chang'e 6 ilipokamilisha jukumu lake kwa mafanikio mnamo mwaka wa 2024. Hali hii ya kipekee ilisababisha timu ya utafiti chini ya taasisi ya jiolojia ya China kufanya uchunguzi wa kina. Matokeo yao yamechapishwa kwenye Nature Astronomy. Wanasayansi waligundua kuwa udongo huo unashikamana kwa sababu chembe zake ni finyu zaidi, tofauti na upande wa karibu unaofanana na mchanga. Udongo wa mbali unafanana zaidi na unga ambao hushikamana kidole, tofauti na mchanga unaoweza kupita kwa urahisi. Utafiti huu ni muhimu kwa uchunguzi wa baadaye, kutua na kuanzisha vituo upande wa mbali wa mwezi. Mnamo mwaka jana, Chang'e 6 ilifanya historia kwa kuleta gramu 1935.3 za upande wa mbali wa mwezi duniani. Sampuli hizi zilikusanywa kutoka basin ya South Pole Aitken, basin kubwa, refu na ya kale zaidi kwenye mwezi. Idadi ya watalii wa kimatibabu kutoka Indonesia wanaotembelea mkoa wa kusini mwa China, Hainan, imekuwa ikiongezeka. Kama anavyotueleza Tom Wanjala, watalii hawa wanavutiwa na tiba ya jadi
ya Kichina. Eneo la Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone, linalojulikana kama eneo maalum la kimatibabu pekee nchini China, ni makazi ya zaidi ya taasisi 30 za kimatibabu za ndani na kimataifa. Eneo hilo limeanzisha dawa na vifaa 485 vya kimatibabu vilivyoidhinishwa nje ya nchi, lakini havijapatikana kwenye soko la ndani, na limewanufaisha zaidi ya wagonjwa 1130. I feel so much more relaxed and refreshed. This is my first time in Hainan, and when I come back, I'd love to experience this again. Eneo hilo pia limeanzisha mamia ya dawa na vifaa vya kimatibabu vilivyoidhinishwa kimataifa na kuwavutia wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali ya eneo hilo. Take this nuclear medicine scanner behind me, for example. It's more advanced and precise than what many hospitals in Southeast Asia have. It can detect issues much earlier, allowing earlier intervention and treatment. That's a big draw for visitors from Indonesia. Mashirika ya usafiri nchini Indonesia yamechukua nafasi ya mahitaji yanayoongezeka na kusanifisha vifurushi vipya vinavyoendana na mwenendo huo. Hainan has a really cool way of growing and developing its tourism. They don't just rely on their beaches, but they also leverage their life experiences. So, judging by the number of trips booked there, it's growing quite rapidly. This, of course, has had a very positive impact on our revenue from this destination. China inajenga Hainan kuwa bandari ya biashara huru na inalenga kubadilisha mkoa huo kuwa kituo chenye ushawishi wa kimataifa katika utalii na matumizi ifikapo mwaka wa 2035. Watoto 5 wa simba wa Kiafrika adimu waliozaliwa na mama mmoja walijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza katika bustani ya wanyama ya Chongqing, kusini magharibi mwa China, wakati wa sherehe yao ya mwezi mmoja tangu kuzaliwa. Ronald Mutie anaripoti. Watoto 5 wa simba wa Kiafrika ambao ni adimu waliozaliwa na mama mmoja walijitokeza hadharani katika bustani ya mandhari ya wanyama kusini magharibi mwa manispaa ya Chongqing nchini China katika sherehe yao ya mwezi wa kwanza tangu kuzaliwa. Madume 3 na majike 2 waliozaliwa mwishoni mwa Oktoba na simba jike Huan katika kizazi chake cha pili sasa wana uzito wa karibu kilo 4 kila mmoja kutoka takriban kilo 1 wakati wa kuzaliwa. Ili kuwasaidia watoto wadogo kuzoea mazingira ya nje, walezi waliwapeleka nje kwenye bustani kwa mara ya kwanza kuota jua la asubuhi. Watoto wachanga hao walitembea kwenye bustani ya nje, wengine wakicheza, huku wengine wakiangalia mazingira yao kwa udadisi. These 5 little lions have very different personalities. Recently, they've started trying to eat meat and have learned survival skills like pouncing and climbing. They're making big progress every day. Roboti wa kisasa wa kusimamia trafiki amewekwa kazini katika mji wa kiteknolojia wa Hangzhou ulioko mashariki mwa China, akiongoza watembea kwa miguu na vyombo vya usafiri kwa kutumia mifumo ya akili bandia. Roboti huyo wa usimamizi wa trafiki Hangxing No. 1 aliyeendelezwa chini ya uongozi wa kitengo cha mbinu maalum cha polisi wa trafiki wa Hangzhou TPTU alianza kazi barabarani katika mji mkuu wa mkoa wa Zhejiang siku ya Jumanne, hatua inayozindua kipindi cha majaribio ya matumizi yake. Roboti huyo amewekewa kamera za ubora wa juu na vihisi vinavyomwezesha kunasa ukiukaji wa kawaida wa sheria za trafiki papo hapo na kuwakumbusha watembea kwa miguu na vyombo visivyo na injini vinavyopita kutii sheria za trafiki kupitia mfumo wa sauti wa kisasa. Nimevuka mstari kwa chini ya nusu mita tu. Tayari amenijulisha. Anatoa mwitikio wa haraka. Ukimwona unajikuta unafunga breki na kusimama kwenye mstari wa kusubiri hivi. Zaidi ya kubaini ukiukaji wa sheria za trafiki, Hangxing No. 1 pia anaweza kusawazishwa na taa za kuongozea magari ili kuwasaidia maafisa wa trafiki katika kutoa mwongozo na kudumisha mpangilio barabarani. Uwezo wake wa kusogea kwa urahisi unamwezesha kutumwa haraka katika makutano tofauti, hivyo kuongeza ufanisi wa usimamizi wa trafiki. Kwa sasa roboti huyo wa AI yuko kwenye hatua ya majaribio. Katika siku zijazo anatarajiwa kuwekewa modeli kubwa ya lugha ili kutoa huduma rahisi kama vile mawasiliano ya sauti na udhibiti wa amri. Mji wa wilaya Okhai mkoani Zhejiang, ambao zamani ulijulikana kama mji wa miwani kutokana na ufundi wake wa jadi, sasa umeibuka kama kitovu cha uvumbuzi wa akili bandia. Mabadiliko haya yanaongozwa na miwani mahiri ya Luktek ikitengenezwa na kampuni ya Zhejiang Entertech kwa ushirikiano na wazalishaji wa eneo hilo. Zakia Pong anatueleza zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China.
Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mji uliopo katika wilaya ya Ouhai mkoani Zhejiang, China, ambao zamani ulijulikana kwa ufundi wa jadi wa miwani na kuitwa mji wa miwani, sasa unavutia dunia kwa uvumbuzi wa kisasa wa akili bandia, ukibadilisha historia yake kwa utengenezaji wa kutumia akili bandia. Kiini cha mabadiliko haya ni miwani ya Luktek, ambayo ni miwani inayotumia akili bandia iliyotengenezwa na kampuni ya Zhejiang Entertech kwa ushirikiano na wazalishaji wenyeji. Kwa mujibu wa Bwana Tonglu Yao, mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Zhejiang Entertech, miwani inayotumia akili bandia inaitwa Memo, jina ambalo linatokana na neno la Kiingereza memory. Inaweza kukusaidia katika maisha ya kila siku kwa kutegemea kile mtumiaji anachoiona kupitia miwani, na pia anaweza kuhifadhi kumbukumbu zako, akikumbuka kila kitu anachokiona na kusikia. Kadiri miwani hiyo inavyojifunza kuhusu mtumiaji na kukusanya kumbukumbu zaidi, inaweza hata kubadilika kuwa rafiki wa kidijitali. Mwezi Januari mwaka 2025, miwani hii inayotumia akili bandia kutoka China ilizinduliwa kwenye maonyesho ya kimataifa ya kielektroniki ya watumiaji nchini Marekani, ikivutia ufuatiliaji wa kimataifa, ikiwa na wataalamu wa teknolojia ya kiunganishi cha ubongo na kompyuta. Mwaka wa 2023, kampuni ya Entertech ilianza kutengeneza miwani inayotumia akili bandia, ikishirikiana na mtengenezaji mkuu wa miwani wa Wenzhou. Ili kukidhi mahitaji, wilaya ya Ouhai na kampuni ya Entertech zilijenga kwa pamoja kiwanda cha kisasa chini eneo la mita za mraba 3,000 kinachoweza kuzalisha zaidi ya jozi 200 za miwani kila siku, zikiwa na mpango wa kupanua uzalishaji hadi kufikia jozi 1.5 kwa mwaka. Mstari wa uzalishaji unaojiendesha unatarajiwa kuongeza thamani ya pato la kampuni kwa 15%. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第4课，我家有4口人。 Sikiliza rekodi na usome. 我、爸爸、妈妈、哥哥、姐姐、妹妹、弟弟。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 有几口和个没有 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 有 Tafadhali jibu swali langu. 你有哥哥吗？我有哥哥。 几 几口人？
几口人？考 Tafadhali jibu swali langu. 你家有几口人？我家有4口人。和 Tafadhali jibu swali langu. 他们是谁？爸爸和妈妈。没有 Tafadhali jibu swali langu. 你有哥哥吗？我没有哥哥。个 Tafadhali jibu swali langu. 你有姐姐吗？我有一个姐姐。 Chagua herufi ya Kichina. Tafadhali tafuta picha sahihi kulingana na msamiati uliopewa. 哪个是爸爸？第一个。哪个是妈妈？第二个。哪个是哥哥？第二个。哪个是姐姐？第一个。哪个是弟弟？第二个。哪个是妹妹？第一个。 Kadi ya kumbukumbu. Tafadhali jaribu kukumbuka msamiati kwenye kadi ndani ya dakika 1 na ueleze ni msamiati gani uliopotea. Je, uko tayari? Baba. Mama. 爸爸和妹妹。妈妈和哥哥。姐姐和弟弟。哥哥和妹妹。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.